Kwa majina naitwa Ezra Edward au MC Msomali. Ni shuhuda wa tukio hili lilotokea hapa la ajali, kwa sababu nimekuta mimi ndo nafika naongea na simu pembeni kidogo ya eneo husika. Wakati nilikuwa nimeongozana na huyo mwenye gari ya Noah ambaye alikuwa anaingia barabara kuu. Kipindi anaingia, nadhani hakuchukua tahadhari kwamba kuna nini kinatokea, ndo moja kwa moja akakutana na hiyo gari. Kwa jitihada ya driver wa basi kubwa, kipindi anamkwepa, gari ikawa imemshinda na gari ikawa imedondoka. Tumepata taarifa ya ajali hii iliyotokea muda si mrefu Kahama, eneo hili linalojulikana kama Karagwe Shell, kati ya basi la kampuni ya Katarama ambalo lilikuwa linatokea nchini Uganda kuelekea Dar es Salaam, likiwa limekodiwa na Watanzania wenzetu kutoka visiwani Zanzibar. Baada ya kupata taarifa hii, jeshi la polisi sambamba na zimamoto wamefika eneo la tukio kwa wakati, kwa haraka. Kila mmoja ametekeleza na kutimiza wajibu wake stahiki, na hivi tunavyozungumza majeruhi wako hospitali wanaendelea kupata huduma stahiki. Lakini kama serikali pia tunaendelea kuhakikisha tunafanya mawasiliano ya karibu na kampuni hii ili Watanzania wenzetu ambao wako salama gari iweze kuja kampuni na waweze kuendelea na safari yao kama walivyotarajia. Kwa sasa tumeleta gari hii ambayo tutawachukua hapa kwa pamoja wale wote ambao hawajapata majeraha yoyote kwa ajili ya kwenda kusimamia taratibu zao nyingine. Nitoe rai kwa madereva wote wanaotumia vyombo vya moto kuwa makini wanapokuwa barabarani. Mengine ajali imetokeaje ni ya kipolisi, jeshi la polisi litazungumza. Naitwa Mrakibu Msaidizi Stanley Ruago, mkuu wa jeshi la zimamoto na uokoaji wilaya Kahama. Ni kweli leo majira saa 4:30 tumepokea mwito wa maokozi kupitia namba yetu ya dharura 114, ambapo mwananchi mmoja alitoa taarifa kuhusiana na ajali ya gari kudondoka. Kwa hiyo baada ya kupata taarifa hiyo ambayo ilikuwa imetokea maeneo ya eneo maarufu linajulikana kama Karagwe Shell au kituo cha mafuta cha Karagwe, tumeweza kufika kwa haraka baada ya kupata hiyo taarifa na kukuta kweli tukio limetokea. Kwa hiyo baada ya kufika eneo la tukio, tumeanza zoezi la maokozi kwa haraka na kuwachukua wagonjwa kupitia gari zetu za kubebea wagonjwa kwa maana ambulance, na kuwapeleka hospitali mara moja kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Lakini mpaka sasa hakuna kifo chochote ambacho kimeripotiwa, na hata hao waliopata majeraha ni majeraha madogo madogo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi wanaendelea vizuri na huduma hospitali ya wilaya ya Kahama.